Genesis chapter 24 verses 67. Inasema Isaka akamwingiza Rebeka katika hema ya mama yake Sara, akamtoa Rebeka akawa mkewe, akampenda na akafarijika kwa sababu Sara alikuwa amekufa, so alimleta huyu, akampenda Rebeka na Rebeka akarudisha kwa kumpenda Isaka, akafarijika. So ni kwamba tuwapende wake zetu, our spouse. Proverbs chapter 5 verses 15, andiko la Mungu linasema, unywe maji ya birika lako mwenyewe na maji yenye kububujika katika kisima chako. Je, chemichemi zako zitawanyike mbali na mito ya maji katika njia kuu? Yawe yako mwenyewe peke yako, wala si ya wageni pamoja nawe. Chemichemi yako ibarikiwe, nawe mfurahie mke wa ujana wako. Andiko la Mungu linaendelea kutuambia ni vipi tuishi na our spouses. Alafu tutasoma tena Proverbs chapter 7 kuanzia fungu la 6 hadi 27. Maana katika dirisha la nyumba yangu nalichungulia katika shubaka yake, nikaona katikati ya wajinga, nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili, akipita njiani karibu na pembe yake, akiishika njia iendayo nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane gizani. Na tazama, mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo, ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake, mara yu katika njia kuu, mara viwanjani. So ukisoma mpaka 27 itakuambia vile shida inatokea tusipokuwa na our spouse.